na namba 10 wawili, mfano mwepesi Maxim Pia Zengeri anakuwa ni outside number 10 na Stefan Kiazizi anakuwa inside number 10. Hawa watu wawili mara nyingi sana wanaenjoy kushambulia kwenye half spaces. Tokea kipindi ambacho yupo mwalimu Miguel Angel Gamondi walikuwa wanashambulia kwenye maeneo hayo. Kwa hiyo ukicheza na timu ya design hii mara nyingi watakushambulia na idadi kubwa ya watu, kwa sababu kipindi ambacho Maxim Pia ana switch kuingia kwenye half space na Stefan Kiazizi anapoingia kwenye half space nyingine, basi kaa ukijua kabisa kwamba fullbacks wa Yanga hawawezi wakawa kwenye eneo lao sahihi. Lazima watakuwa kwenye eneo lao la juu ili mradi kuja kuongeza numerical advantage eneo la juu na kuweza kutafuta magoli zaidi. Kwa hiyo hichi ni kitu ambacho Namungo alikuwa anapaswa kukitambua na kukielewa. Lakini je, mwalimu wa Namungo Ankari Juma Mgunda kitu gani ambacho anatakiwa kufanya? Cha kwanza ni kucheza na double pivot ambao haiwezi kuwa na tamaa ya kutoka mara nyingi sana kwenda kushambulia, kwa sababu tumekuja kuona kipindi cha kwanza alianza na defensive midfield Harifa Nyenye hakuwa katika ubora mkubwa sana siku leo. Muda mwingi wa mchezo alikuwa analazimishwa na Stefan Kiazizi acheze nyuma ya mstari wa viungo wake na mabeki wake. Kwa hiyo ni kitu kigumu sana ambacho walienda kukutana nacho, na ni kitu kigumu ambacho walienda kukipata siku ya leo, na nadhani ni mchezo ambao wameenda kuonyeshwa ni jinsi gani wanadhalisha makosa na wamelazimishwa zaidi kuzalisha makosa, kwa sababu muda mwingi wa mchezo Young Africans walikuwa wanaweza kufika kwenye eneo la penalty box la Namungo na walikuwa wanafika kwa wepesi, kwa sababu tu ya Namungo kuna baadhi ya vitu ambavyo walikuwa wanavifanya sio sahihi. Unapokuwa na mchezaji kama Najim Musa, lazima ukubali kumtafutia viungo wawili wakabaji wazuri ambao watampa uhuru wa yeye kuweza kucheza. Lakini Namungo wao waliamini kwamba kwa kuwa Yanga wanashambulia na idadi kubwa ya watu, tunapaswa kuwa na wachezaji wengi wenye speed na tunapaswa kuwa na wachezaji wengi wenye uwezo wa kupossess, na ndio maana tokea dakika ya kwanza ya mchezo mpaka zinatamatika dakika 45 za kipindi cha kwanza hatukuona Namungo ambao wamewaheshimu Young Africans. Kipindi cha kwanza kitu ambacho kilikuwa kinatokea, kama utakuwa unakumbukumbu nzuri, Namungo walifika kwenye dakika 15 za kwanza, Namungo waliweza kufika langoni mwa Young Africans na wakashoot on target, lakini upande wa Young Africans walikuwa hawajaweza kufika kwenye lango la Namungo na walikuwa hawajafanya shambulizi lolote la hatari. Kwa hiyo unapocheza na timu kubwa kuna muda wakiwa hawajafika langoni kwako, tambua kwamba hii ni alama ya hatari, kwa sababu wewe unaamini kwamba naweza kupishana nao. Utatoka chini kwenda kupishana nao ukiwa na idadi kubwa ya wachezaji. Watakapo kusurprise wao kwa kufanya turning over, zile transitions za Yanga, wakiwini mpira ambao ulikuwa unafanya build up, je, utaweza kuziwia vizuri? Kwa hiyo ni kitu ambacho Namungo walipaswa kujiuliza. Hichi ni kitu ambacho Namungo wao kama wao walipaswa kuwa nacho makini, kwa sababu unapofanya makosa kwenye michezo kama hii utaadhibiwa kutokana na yale makosa yako ambayo umeyadharisha. Siku ya leo Namungo wamejitahidi kucheza vizuri, wamejitahidi kupambana, lakini kwa bahati mbaya upande wa Namungo siku ya leo haukuwa upande wao, kwa sababu kuna makosa ambayo walikuwa wanayafanya ndio yanapelekea wao kuweza kwenda kuadhibiwa. Stefan Kiazizi hakuwa kwenye ubora mkubwa sana siku ya leo, lakini ameweza kuregister goli. Maxim Pia Zengeri, huyu ni mmoja kati ya wachezaji ambao siku zote tunasema kwamba hombea kukutana na Young Africans ambayo ina Maxim Pia Zengeri hayupo bora, lakini ukikutana na Young Africans ambayo Maxim Pia Zengeri yupo bora, kuna bunda mwingi sana utakuwa unadhurika. Maana nyingi sana Maxim Pia Zengeri ni mchezaji ambaye anaongeza wingi kwenye kila eneo la uwanja. Inapofikia eneo la kushambulia, Maxim Pia Zengeri ataenda kujoin na wachezaji wengine kwenda kuongeza wingi. Inapofikia eneo la kuzuia, utamwona Maxim Pia Zengeri anakuja kuoperate kwenye eneo la midfield. Kwa hiyo unakuja kuona jinsi gani ambavyo amekuwa mchezaji mwenye mchango mkubwa sana kwa Young Africans. Angalia goli la kwanza, jinsi ambavyo alifanya passing ile kwake Stefan Ziziki kwa kutumia kisigino, ni kitu ambacho aliwaadaa walinzi wote wa Namungo na hawakujua kitu gani ambacho anawaza kukifanya Maxim Pia Zengeri kwenye eneo kama lile. Assist nzuri kabisa. Angalia second half, kitu ambacho alikuwa anakifanya, anaipa team balance kwenye kwenda kuzuia, kwenye kwenda kushambulia, pia anaenda kuipa team balance nzuri kabisa. Kwa hiyo mwalimu wa Yanga Hamdi Mirudi amejua kitu gani ambacho anakitafuta kwenye timu yake. Kuna kitu ambacho pia ameanza kukipata kwenye timu yake, na ndio maana tumeona kila siku wakiwa katika ardhi ya nyumbani wanaokota magoli mengi, wanaokota na point 3, wakiwa katika ardhi ya ugenini wanaokota magoli mengi na point 3. Hii ni kongole kwao, lakini mwalimu Juma Mgunda anapaswa kujitathmini. Mara nyingi sana unapocheza na hizi giant team, sio kila nyakati unapaswa wewe kutoka chini na kwenda kuwashambulia kama unacheza na timu zenzako ambazo mpo katika level moja, kwa sababu ukifanya hivyo mara nyingi sana unaweza kuwa unajisababishia matatizo makubwa sana. Kwa sababu mfano mwepesi leo hii Ankari Juma Mgunda, kitu ambacho alikuwa amekiplani dhidi ya Young Africans kilikuwa sio kitu sahihi, kwa sababu aina washambuliaji ambao walikuwa wameanza nao ni ngumu kuweza kuwabiti Dickson Job pamoja na Bakari Nondo Mwamnyeto. Umeanza na Fabrice Ngoi wa Ngoi, huyu ni mshambuliaji wa zamani wa Kitayosa ambao sasa hivi ni Tabora United. Hana ubora mkubwa anapochukua mpira kwenye 1v1, hana ubora mkubwa kuhold mipira kwa subiri wakina
labda Hassan Kibailo wasogee juu nao kuja kuongezeka kwenye eneo la ushambuliaji. Hana ubora mkubwa wa kusema kwamba huu mpira nitauhold kujoin na baadhi ya viungo wangu ili mradi waje kusaidia tuweze kushambulia vizuri. Akaja kuumia Fabrice Ngoi wa Ngoi, anakuja kuingia Medi Kagere. Medi tunamfahamu, umri wake sasa hivi umemtupa mkono. Hawezi kwenda kufukuzana tena na vijana kama wakina Dickson Job, atakuwa anapata nyakati ngumu sana. Na hii Yanga ambayo tunakuja kuona Yanga ambayo kuna baadhi ya wachezaji ambao wanacheza kwenye eneo la sweeper, kwenye eneo la defense midfield, lakini wao ni masweeper. Mfano mwepesi Duke Abuya, so natural defense midfield, lakini anatumia energy kubwa sana kucheza kwenye lile eneo, anatumia ubora mkubwa sana kukimbia kwenye maeneo mengi ya uwanja. Je, unahitaji mchezaji wa aina gani kuweza kumbiti mtu kama Duke Abuya? Unahitaji midfield au striker ambaye anaweza kumlazimisha Duke akumbuke kwamba mgongoni kwako kuna mtu anacheza, lakini ukikosa mtu wa design hiyo utampa uhuru mkubwa sana Duke Abuya kutoka chini na kwenda kuishambulia timu yako akiwa katika eneo la juu. Nira, ukiangalia ambaye alikuwa anaongoza mashambulizi kwa upande wa Namungo, lakini alichezewa foul na Bakari Nondo Mwamnyeto na Bakari akapewa kadi ya njano, lakini faulo ile kwa Fabrice haikuwa njema kwake kwa sababu alitolewa na kulazimika kuingia Medi Kagere. Kuna baadhi ya watu wanahisi ile kadi ya njano hakustahili kupewa Mwamnyeto, hakutakiwa kupewa kadi ya njano, lakini atakiwa kupewa kadi nyekundu kwa sababu ile ilikuwa ni dangerous play. Kwa upande wako una maoni gani? Yes, ile foul ilikuwa ni dangerous play, lakini unajua inategemeana muamuzi ameona kwenye engo ipi. Kwa wewe umeonaje? Kwa upande wangu mimi nimeona kabisa Bakari Nondo Mwamnyeto amefanya dangerous play, na ni kitu ambacho kimetokea katikati ya uwanja. Ilikuwa ni ngumu sana kwa muamuzi kwa haraka kuweza kumuona Bakari Nondo Mwamnyeto ni kitu gani ambacho alichukua amekifanya, kwa sababu mpira ulikuwa kwenye move ya haraka sana na Namungo alikuwa anaenda kushambulia. Kwa hiyo ni ngumu muamuzi kuua shambulizi kwenye tukio ambalo hajaliona kwa uhalisia wa 100%. Kwa hiyo mara nyingi sana matukio kama haya, na ndio maana tunaona wenzetu wameweka video assistance referees ambayo inawasaidia wao kuweza kugundua kwamba hii ni dangerous play baada ya kufuata yale marejeo. Lakini muamuzi wa leo Mlope amefanya kazi nzuri sana, kwa sababu kwenye challenge kama ile tungetamani kuona yanapatikana maamuzi tofauti na haya ambayo yamepatikana, lakini ni ngumu kwa upande wake yeye kwenye engo aliyokuwepo yeye kuweza kuiona kwamba ilikuwa ni dangerous play, kwamba alikuwa anahatarisha hali ya mchezaji mwenzake. Kwa hiyo muamuzi amepepesuka. Yaani tukisema mpepesuka ingekuwa ni tukio ambalo ameliona kwa uhalisia wa 100%. Ilikuwa ni sahihi kutoa kadi ya njano au alitakiwa kutoa kadi nyekundu? Ilikuwa ni sahihi kutoa kadi ya njano kwa jinsi ambavyo ameona yeye. Unajua mimi ninaweza nikasema ilikuwa ni sahihi kutoa kadi nyekundu, lakini je, muamuzi yeye aliona tukio kwenye engo ipi? Wewe umeonaje? Kwenye upande wangu mimi ilikuwa ni straight red card kwa Bakari Nondo Mwamnyeto. Basi muamuzi kapepesuka. Hatuwezi kumuita kapepesuka. Unajua kuna kitu kimoja ambacho lazima tukitambue. Ushanielewa? Beka kafanya faulo. Na kama unataka kujua ile foul Beka amefanya, ile ilikuwa ni foul ya hatari ambayo imepelekea mpaka mchezaji kushindwa kuendelea na mchezo. Ni foul ya hatari ambayo ameifanya Beka. Mwamuzi katoa kadi ya njano kwenye engo ambayo yeye amemwona Beka anafanya madhambi. Na ilikuwa ni kwenye shambulizi la upande wa pili ambao walikuwa wanashambulia wao kama wao. Lakini pale kwenye tukio la design ile Beka amekutana nalo kwenye penalty area yao, kafanywa dangerous foul. Lakini pia muamuzi naye hajaona, kwa tutasema na kula aliposuka. Hayahusiani, yani tukio la Bakari Nondo Mwamnyeto kwa Fabrice Ngoi wa Ngoi na hayo matukio mengine. Mimi nataka tudili na ile tukio. Ndio maana nakwambia hivi, muamuzi amepepesuka, hajatoa kadi nyekundu kwenye eneo ambalo litakiwa atoe kadi nyekundu. Yani issue kutoa kadi nyekundu ni kutokana na yeye kaona kwenye engo ipi. Tunaweza tukasema muamuzi au kwa kuwa Yanga timu kubwa. Hapana, yani kadi nyekundu inatoka kwa timu yoyote ile. Tutakumbuka Ahmed Arajiga alimzawadia Ibrahim Abdurabaka kadi nyekundu akiwa last defender. Lakini kwenye mchezo wa Yanga na Simba nakukumbusha hii, last defender Abduradha Kiamza, mwamuzi Ramadhani Kayoko alimshika mtu lakini hakuzawadia kadi nyekundu. Kwa hiyo kuna muda inategemea muamuzi yeye kaona tukio kwenye engo gani. Kuna tukio ambalo likiwa clear kabisa uwezi ukasema hapa muamuzi kafanya hichi, lakini kwenye tukio la leo sidhani kama muamuzi atakuwa amepepesuka kwa kiasi hicho, lakini kwenye engo yake yeye alivyoona muamuzi ndio naamini kilichomfanya amue kile kitu ambacho kimetokea. Sawa, ya muamuzi tumuachie muamuzi, lakini Mwalimu Hamdi wa Yanga hasa kwenye safu yake ya ulinzi, Bakari Nondo Mwamnyeto, Dickson Job, lakini Kibabage pamoja na Kibwana Shomari. Sikumbuki kama msimu huu walinzi hao wamecheza wote wanne kwa pamoja. Naamini leo ndio mechi yao ya kwanza. Performance yao ilikuwaje hasa kwa Bakari Nondo Mwamnyeto ambaye kwa muda mrefu amekuwa hapati nafasi ya kucheza kwenye klabu ya Yanga na leo hii ameanza na Dickson Job?
Performance ya Beka imekuwa ni nzuri kwa sababu jinsi gani ambavyo alikuwa anauongoza ukota wake, jinsi gani ambavyo alikuwa anamtuma Dickson Job kufika kwenye matukio, hajazalisha makosa kama kwenye michezo ya nyuma ambayo alikuwa anacheza. Amecheza kwa majukumu makubwa sana, amecheza as a leadership akiwa na kitambaa chake. Bakari Nondo Mwamnyeto, marking yake ilikuwa nzuri, aerial balls zote alikuwa na win yeye, passing ability yake siku ya leo haikuwa mbovu kiasi hicho, kwa sababu kuna baadhi ya michezo mingine tulikuwa tunaona Bakari Nondo Mwamnyeto passing accuracy yake ilikuwa ni tofauti na watu wengi walivyokuwa wanadhania, lakini kwenye siku ya leo bahati nzuri kwake amecheza mchezo mzuri kabisa. Kibwana Shomari kwenye fullback ya kulia tumeona jinsi gani ambavyo amefanya kazi kubwa sana, japokuwa Kibwana bado anaendelea kuwa na tatizo moja lile. Leo hii ameweza kuassist, lakini Kibwana anatakiwa abadilike kwa sababu football sasa hivi imebadilika. Modern football inakuhitaji fullback wa pembeni, ukivuka mstari wako wa katikati kuelekea kwenye lango la wapinzani usiwe fullback tena, uwe as a winger au left midfield au right midfield. Kwa hiyo anapovuka mstari wa katikati, kitu gani ambacho anapaswa kufanya kama fullback? Anatakiwa aongeze baadhi ya vitu ambavyo vitamfanyia kuendelea kuwa mbunifu kwenye eneo la mwisho la uwanja, na ndio maana tumeona second half mwalimu kafikiria kumuondoa Kibwana Shomari na kumuingiza Israel Patrick Mwenda. Isla anakupa vitu vingi sana, kwenye kuzuia yupo wonders, kwenye kushambulia yupo wonders. Angalia jinsi gani ambavyo ameenda kutengeneza ile goli la Maxim pia Zengeri. Kile ndio kitu ambacho mwalimu yoyote yule duniani anakuwa anakihitaji. Anahitaji complete package ya fullback, sio fullback ambaye atakupa kitu kikubwa kwenye kuzuia tu na kwenye kushambulia hawezi kukupa kitu kikubwa. Kuna muda unatakiwa kuwatumia mafullback wako kuweza kutengeneza nafasi. Kama uwezi kutengeneza nafasi kwenye inside 10, tunaona upande wa pili Simba Sports Club wanavyonufaika na Shomari Kapombe, wanavyonufaika na Mohamed Hussein Shabalala. Kwa hiyo siku ya leo Kibwana Shomari amecheza mechi nzuri kabisa, japokuwa kuna mapungufu kwake yamezidi kuonekana na anapaswa kuimarisha hivyo vitu. Bakari Nondo Mwamnyeto, well done kwake, ameonyesha kwamba yeye ni kiongozi, ameanza kubadilika. Yale maneno ambayo alikuwa anaongeka kwenye midomo ya watu kwamba Beka bwana amekuwa na kiwango cha kushuka siku za karibuni, lakini siku ya leo ameweza kupambana na washambuliaji wawili. Kapambana na Fabrice Ngoi, kacheza vizuri, kapambana na Medi Kagere, kacheza vizuri. Kwa hiyo unakuja kuona kwamba ameanza kugain tena ile confidence yake ambayo ilikuwa inapotea. Mimi nadhani mwalimu wa Yanga kitu pekee ambacho amekipata sasa hivi ni baada ya mashindano ya Muungano, kuna baadhi ya wachezaji wake ambao hajawahi kuwatumia kwenye mechi ya mashindano. Ameanza kuwatumia na ameanza kuona kuna kitu ambacho wanaweza kumpa. Tunaweza tukaulizana mara ya mwisho baada ya mchezo wa Yanga na Azam wa goli 1-0, goli la Somebody Jibril Sila. Ndio mchezo wa mwisho kumuona uwanjani kwenye ligi kuu ya Tanzania bara mchezaji kama Azizi Andabwile. Lakini leo hii introduction ya Azizi Andabwile kwenye base ya midfield. Kwa nini Azizi Andabwile? Kitu alichoenda kukifanya Zanzibar as a defensive midfield. Unajua alienda Zanzibar, hakuna mtu ambaye alikuwa anajua mwalimu kama anaweza kumpa nafasi, lakini mwalimu akajiuliza kwa nini hayupo Young Africans? Kwa nini anavaa jezi ya Young Africans? Kuna kitu labda anaweza akawa nacho kwenye miguu yake. Acha nimjaribu. Siku ya leo kampa nafasi Azizi Andabwile na Azizi kweli ameweza kufanya vizuri, ameweza kuonyesha kwamba ni mchezaji wa aina gani, ameweza kuonyesha kwamba muda tu ndio ulikuwa unahitajika kwake kuaminiwa na kuweza kupata nafasi ili mradi aweze kupambania kile kitu ambacho siku zote amekuwa nacho. Alionyesha ubora mkubwa akiwa na Mbeya City, alivyoenda Singida tukuona kile ambacho tulitarajia kukiona, lakini sasa hivi ameanza kupata nafasi ndani ya Young Africans. Kwa hiyo kuna baadhi ya mashindano yameanza kumpa mwangaza mwalimu Hamdi Mirudi na kutambua kwamba kwenye timu yangu kuna baadhi ya vitu ambavyo vinaweza kunisaidia kwenye siku za mbeleni. Kwa hiyo mimi nadhani Hamdi Mirudi sasa hivi ameamua kufanya squad rotation kwenye mechi ambazo anaona kwamba hii anaweza akacheza na kuwapa nafasi wachezaji kama kina Dennis Nkane pia. Muda si mrefu na tunaweza kusema kwamba no Aucho no problem kwa performance ya Duke Abuya ambapo anaionyesha akicheza katika eneo la defensive midfield. Bado hatuwezi kusema hivyo. Khalid Aucho one of the best defensive midfield in East Africa. East Africa. Yes. Hebu turudi tu kwenye uhalisia. East Africa yote taja top class defensive midfield. Top class. Yani walitoka wakina McDonald Mariga, walitoka wakina Victor Mogobi Wanyama. Baada ya hapo Khalid Aucho, huyu mfalme kutoka Jinja, anatuonyesha jinsi gani ambavyo defensive midfield anapaswa kucheza. Bana. Kwa hiyo Aucho wewe una mrank kwenye, yani yeye ndo mrithi wa kina McDonald Mariga na Victor Mugubi Wanyama. Yes, kwa sababu East Africa nzima hii tutaje kiungo mmoja ambaye anafikia robo ya ile defensive ability aliyokuwa na Khalid Aucho. Tunaye Himidi Mao sisi wa Tanzania na anakiwasha Misri pale. Bahati nzuri Himidi Mao ni mchezaji mzuri kabisa ambaye tumbarika kuwa naye Tanzania, lakini tunapofikia ability aliyokuwa nayo Khalid Aucho, hata wewe mwenyewe unaweza kuwa unafahamu. Hatuwezi kumkompea Himidi Mao na Khalid Aucho, hatuwezi kumkompea Adolf Mtasigwa Bitegeko na Khalid Aucho. Hakuna defensive midfield, sio ligi ya Rwanda kwa wachezaji wao, sio kwenye ligi ya Kenya, sio kwenye ligi ya Uganda wenyewe.
Alikuja hapa Bobos Biaruanga, alikuwa anaonyesha ana kitu ambacho anaweza akaja kukiprove, lakini bahati nzuri hajawa kwenye ubora mkubwa. Tuliwahi kuwa na wakina Jonas Gerard Mkude, lakini angalia jinsi gani huyu mwanaume anavyofanya kazi yake. Nzuri kwenye build up ya timu, passing ability yake, jinsi ambavyo anaweza kuiongoza timu kuanzisha mashambulizi, ubora wake kwenye kuirinda back four yake. Kuna muda backline ya Yanga kuna muda inakuwa comfortable zaidi ikiwa na Khalid Aucho. Unapata kuelewa kwa nini huyu anamuita mfalme wa Jinja. Jamaa anajua sana football brother. Yaani hakuna kitu ambacho tunaweza tukakiongea kuhusu Khalid Aucho. Duke Abuya anafanya kazi nzuri kutokana na ubora wake, lakini tunapomgusia Khalid Aucho, one of the best defensive midfield kwenye ligi ya Tanzania hata shikilia hapo Nira. Mambo vipi? Unaongea na Nation Mwambande kutoka Sports Venue ya Bongo FM. Naongea na nani na uksa? Kwa hiyo ni naamini kabisa ni game ngumu pia. Ukiangalia kwa upande wa Pyramids, Nasiri Mansi striker wao amekuwa moto kweli kweli, mpaka sasa hivi ana mabao 11 kwenye ligi, na ni timu ambayo ina performance nzuri. Sasa wanakwenda kucheza na Pyramids na Zamalek leo hii wako nyumbani. Mechi ya kwanza walikubali kipigo cha mabao 3-0. Sidhani kama watakubali unyonge. Kwa hiyo naamini ni game ngumu sana kwa Pyramids, na ukiangalia form ya Pyramids sasa hivi imedrop. Mechi mbili za mwisho zote wamepoteza. Kwa hiyo ni game ngumu sana. Fiston Kalala Mayere amesimamishwa, mchezo huu hatakuwepo. Update, Azam mpaka kufikia sasa hivi dakika 45 wanaongoza goli 4. Yes. Wamekasirika. Yes, Abdul Suleiman Sop kafunga goli la pili, Jibril Sila la 3, Nasor Saadun goli la 4.